nipende kusisitiza kuwa amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Unaweza ukawa na matrilioni ya mapesa, kama hakuna amani na utulivu, hii dira haitatekelezeka. Hatutaweza kufanya chochote. Lakini tunaweza tusiwe na pesa sasa. Tuna malengo, tuna dira letu, kitabu chetu, lakini tukaweza kutekeleza kama tutakuwa na amani na utulivu. Niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania, sekta ya umma, sekta binafsi, wote twende tuweke amani na utulivu. Lolote unalohisi litavunja amani usiliunge mkono. Twende tuiweke nchi yetu vyema na twende tukatekeleze kazi zetu. Mfanya biashara anapofanya shughuli zake bila hofu, anafanya vyema na uchumi unakuwa. Na yule wa ofisini anapomhudumia mfanya biashara bila hofu, naye mfanya biashara anapata nguvu ya kwenda kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo katika safari yetu ya dira 2050 ni wajibu wetu kuilinda amani ya nchi yetu. Tukilinda amani na utulivu, tutakuwa tumelinda uwekezaji, ajira, biashara na kasi ya ukuaji kwa uchumi. Huo ndio umuhimu wa amani na utulivu, na ndio maana nikasema ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tunayohitaji kuwekeza kwenye miradi yetu.